Baba mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu wa Israeli, Mungu mtawala wa mbingu na nchi na vyote viujazavyo, nina kila sababu ya kukushukuru kwa ajili ya neema uliotujalia tena ya kukusanyika mahali hapa. Asante kwa ajili yangu, asante kwa ajili ya kusanyiko hawa wanafamilia wa Gideon Online TV waliokusanyika mahali hapa. Baba, ninakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Baba, ninakushukuru kwa wingi wa fadhili zako unazotuonyesha, kwa sababu pasipo wewe tusingeweza kuwa mahali hapa. Baba, ninasema asante kwa ajili ya maisha yetu, asante kwa ajili ya siku ya leo, asante kwa ajili ya ulinzi na hata kutuwezesha kufika hapa. Nimesimama mahali hapa Yesu nikikushukuru kwa sababu hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu wa kulinganishwa wala wa kufananishwa na wewe. Wewe ndiye unayetawala na kuratibisha kila jambo. Ninakwenda kinyume kabisa na roho zote za uzuizi mahali hapa zinazozuia nguvu ya Mungu isiendelee kufanyika, kwa sababu wewe ndiwe mtawala, wewe ndiwe Mungu, wewe ndiwe mkiongozi wetu. Karibu Roho Mtakatifu, mwalimu mwaminifu, utuongoze katika kujifunza, katika kulijua neno lako na hata kuliishi. Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo ninaomba na kushukuru, amen. Bwana Yesu asifiwe. Kusanyiko, mshangilie Bwana kwa ajili ya kusanyiko la leo. Mimi ni mchungaji Adelaida Kiria na hudumu katika huduma ya maombi na maombezi ya Mlima Moria Ministry iliyoko maili 6 chini ya mtumishi wa Mungu Gideon. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya neema ya pekee aliyotujalia ya kuwa chini ya mtumishi wetu ambaye anaisukuma hii kazi ya Mungu kwa uaminifu mkubwa. Ninazidi kuomba Mungu mbariki yeye na familia yake, uzidi kumuinua, uzidi kumuimarisha katika maisha yake ili aendelee kusongesha kazi yako ambayo inatuwezesha sisi kuwa hapa na kulisikiliza neno lako. Tunakushukuru Mungu wa majeshi na tunasema asante, na kama ada yetu tunamshukuru Mungu kwa sababu ametupa tena kibali cha kuweza kuendesha huduma hii kwa maombi, hasa yale ya asubuhi ya kuanza na Bwana. Kila siku asubuhi tunayo morning glory inayoanza na Bwana, ambayo inaanza saa 12:30 asubuhi mpaka saa 1:30. Pia tunayo shukrani kubwa kwa Mungu kwa kutuwezesha pia kuendesha huduma ya siku ya Jumatano, ibada ya Jumatano na Ijumaa inaanza saa 7 mpaka saa 11. Lakini pia tuna ibada ya Jumapili. Jumapili tuna ibada kuu nzuri sana ambayo inaendeshwa kuanzia saa 6 kamili mpaka saa 11:30. Ninawakaribisha wote wenye nia njema na wenye moyo safi, tuendelee kumshukuru Mungu na kuona matendo yake makuu yanayotendeka hapa. Basi mtu wa Mungu, mwana familia wa Gideon Online TV, kama kawaida yetu tunajifunza neno la Mungu kila siku kama ya leo ya Jumatano. Na hivi leo tunajifunza, tumepata kibali cha kujifunza kuhusu neno la Mungu linalosema kwamba kumbuka mahali Mungu alikokutoa. Wewe na mimi sisi tu wanadamu, na Mungu ametutendea mengi, ametuwezesha kuishi, ametuwezesha kuwa mahali hapa, ametuwezesha kuwa Mkristo. Kuwa Mkristo kwanza ni neema. Kuokoka ni neema. Kwa hiyo Mungu ametupa jinsi tulivyo. Lakini pia sasa tunarudi nyuma, tunasema kwamba kila mwanadamu ana jambo ambalo Mungu amemtendea ambalo ni la kukumbuka. Liwe jema, liwe baya, lakini ni jambo ambalo ukilikumbuka utazidi kumwangalia Mungu na kumkaribia zaidi. Mshangilie Mungu, mtu wa Mungu uliyeketi mahali hapa. Basi tunasema mkumbuke Mungu mahali alikokutoa, kwa sababu Mungu amekufanya ukaishi ukawa jinsi ulivyo. Kwanza Mungu amekuumba kwa jinsia ulionayo. Nilo jambo la kumshukuru Mungu sana na kumshangilia. Amekuumba mwanamke, amekuumba mwanaume, kujiumba wala kuchagua. Na umejikuta pengine jinsia unaipenda kuwa nayo. Je, angekupa nyingine ungesema heri ningekuwa mwanamke, heri ningekuwa mwanaume. Hilo jambo la kwanza la kumshukuru Mungu. Na kukumbuka uliotendewa, yani ni kuyakumbuka, ni kuyarudia yale uliotendewa. Yawe mema yawe mabaya, lakini Mungu alikutendea. Jambo la kwanza nimesema jinsia Mungu aliyokupa unapaswa umshukuru. Pia Mungu amekutendea. Kuna jambo ambalo unakumbuka hata kama lilikuwa baya. Hata kama kwa mfano kazini kwako ulipata kazi, ukaongezwa mshahara, ulikuwa unateseka kiasi kikubwa sana. Lakini bila kutarajia ukashtukia umepata kazi, umeongezwa mshahara, maisha yako yamekuwa mazuri. Na hilo lilofanya Mungu akakufanyia hayo, unalikumbuka.
yamkini ulimtolea sadaka, yamkini ulimuomba kwa bidii sana, yamkini ulijitoa hata kwa kazi za Mungu, yamkini kuna jambo mlilofanya. Hasa unapokuja kupita haya mambo yameshapita, sasa ukikumbuka kwamba mimi kumbe nilimshukurugi Mungu, nilifanya kazi kanisani, nilideki kanisani, nilijitoa kwa muda wangu, niliangalia masikini, nilienda hospitali nikaangalia wagonjwa, Mungu akanitendea muujiza, nikapata kazi, nikapata mtoto, nikapata ndoa. Basi unapokwenda kinyume na wale uliyotenda, lazima utamkumbuka Mungu, useme nisipofanya kama nilivyofanya wakati ule, Mungu ataniondolea ile tunu alionipa. Au nimekaa muda mrefu na mimi bila kubarikiwa, bila mabadiliko, ni kwa sababu sijafanya yale ambayo nilikuwa na tabia ya kuyafanya. Sikufanya, ndio maana Mungu amenifanya hivi. Pili, kuna mambo ambayo Mungu amekutendea, yanawezekana ni mabaya. Inawezekana uliporomoka kiuchumi, inawezekana ulifukuzwa kazi, inawezekana ulisingiziwa kesi, inawezekana ulipelekwa mahakamani, ulipopelekwa, lakini kuna jambo lililopelekea hayo yote yakakupitia. Yamkini ulimkosea Mungu, labda uliiba, labda ulidhulumu, labda hata ulifumaniwa, labda hata ulishikwa ugoni. Ile adhabu ya uzinifu, Mungu akakupa adhabu ya kukuporomosha kwenye yale uliokuwa unaendelea, na ukafukuzwa kazi, familia ikakutenga. Sasa nalo hilo pia ukilikumbuka, hutaiendea dhambi. Ukikumbuka mali Mungu alikokutoa, siku ulipokuwa na kesi, siku uliposingiziwa, siku ulipelekwa mahakamani, siku ulipokamatwa labda na mke wa mtu au na mume wa mtu, Mungu akakutoa, akakupa tena huruma yake, akakurudisha mkononi mwake. Ukilikumbuka hilo, ukikumbuka Mungu, nilifanyaga dhambi hii, nilifanya kosa hili, nikapata anguko hili, hutarudia tena kulifanya. Utamtafuta Mungu kwa bidii sana. Utamtafuta Mungu na utatafuta wale waliosababisha wewe ukapata haya aliyokupata. Basi ili tuweze kuthibitisha mtu wa Mungu, ninaomba ufungue Biblia yako na dayari yako, uniazime usikivu wa masikio yako na utulivu, ili tuweze kuona mtumishi wa Mungu ambaye alimkumbuka Mungu baada ya mateso yake. Naomba ufungue nami kitabu cha Ayubu 42 mstari wa 5 na wa 6. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona. Kwa sababu hiyo najichukia nafsi yangu na kutubu katika mavumbi na majivu. Haleluya, mtu wa Mungu, mshangilie Mungu. Hapa Ayubu, tukisoma kitabu cha Ayubu kuanzia 1 mpaka 42 ambayo ni aya ya mwisho, Ayubu alipitia mateso mengi. Kwanza Ayubu alikuwa tajiri mkuu, alikuwa mtu anayempenda Mungu, alikuwa mtu anayemtumikia Mungu. Lakini yamkini alizaliwa na dhambi ya asili iliyopelekea Mungu amjaribu, ampe hiyo adhabu. Ayubu aliugua, alipita mapito makubwa sana. Ayubu alifiwa na watoto, alifiwa na mali na mifugo, yote akabaki baadaye, na mwili wake ukapigwa, akaota majipu, akawa anajikuna na vigae. Lakini katika haya mapito yote hakuna mahali alipomhukumu Mungu au kumlaumu Mungu. Aliendelea kumshukuru, aliendelea kumtukuza, hata akafikia tu kumwambia mke wake, mke wangu, unaposema kwamba nimkufuru Mungu ili nife nipumzike, je, unataka sisi tupatwe na mema tu, tusipatwe na mabaya? Alipokuja kufika hapa mwisho sasa, ndio akasema, nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa nimeona, jicho langu linakuona. Kwa hiyo Ayubu ameona ukuu wa Mungu, amekumbuka ukuu wa Mungu, amekumbuka ile mateso aliyopitia, amekumbuka ule umaskini uliompiga, na sasa amepona. Sasa anakwenda tena kumiliki mali nyingine. Akasema, kweli nilikuwa nakusikia Mungu wangu kwa masikio yangu tu, lakini sasa nimekuona. Kumbe unaweza kuua na kuisha. Kumbe unaweza kuua na kufufua. Kumbe unaweza kuponya. Kumbe unaweza kuuguza. Kama mimi alivyokuwa yeye ni mkamilifu mbele za Mungu, na Mungu akajivuna naye, lakini akapigwa na majipu, akapigwa na umaskini, akapigwa na kufiwa na watoto, lakini Mungu akamuinua tena. Tukiendelea kusoma kwenye historia yake, anaambia kwamba alikuja kupata watoto wengine 7 wazuri kuliko wale, na wale rafiki zake akina Elifasi Mtemani walipewa adhabu ya kumchangia ng'ombe, ambaye ndizo mali zake zilirudi upya. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kumbuka mahali Mungu alikokutoa. Ukikumbuka mahali Mungu alikokutoa, hutarudia dhambi, hutarudia matendo mabaya, na tena utasonga mbele, utazidisha lile jambo ulilofanya, Mungu akakubariki au Mungu akakuwezesha. Kila mtu wa Mungu ana jambo lake ambalo Mungu alimtoa kwenye tundu la sindano. Wakati unadhani kwamba hapa ndio mwisho, ninaangamia, Mungu anaibuka sasa hiyo, anakuinua pale ambapo hukutegemea kama ingewezekana. Hukutegemea ulikuwa na kesi, kesho yake unahukumiwa. Leo unajua basi changu kimeisha, kesho nakwenda kwenye hukumu,
na kosa hilo nimelifanya kweli na ushahidi umepatikana, kwa hiyo hapo sina ujanja, ninakwenda. Lakini unashtukia kesho yake panapokucha kesi ile inaahirishwa na wewe unahesabiwa sio mkosa. Huyo ndiye Mungu anayetenda matendo makuu kwa kila mtu. Na hapo sasa usifikiri kwamba hiyo ilikuwa ni akili zako au ni uweza wako. Ukumbuke haya matendo. Ile kosa lile likosa liwe ni fundisho kwako la kupandia ngazi. Kwamba nikikosa tena kosa kama lile, kama nilidhulumu, kama nilirusha, kama niliiba, nisiibe tena. Nisidhulumu tena. Kama nilichukua mali ya mtu nisichukue tena, ili Mungu asimrudishe pale aliponitoa. Basi mtu wa Mungu, mwanafamilia wa Gideon Online TV uliokusanyika mahali hapa, tumshangilie Mungu ili tuone mtu mwingine tena ambaye Mungu alimuokoa kwa namna ya ajabu na akamkumbuka katika maisha yake yote. Twende tusome katika Biblia yako kitabu cha Danieli 6, tukianza na mstari wa 1 mpaka wa 3. Neno la Mungu linasema hivi: ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote, na juu yao akaweka wakubwa 3, na Danieli alikuwa ni mmoja wao, ili maliwali hawa watoe hesabu kwa mfalme asipate hasara. Mungu anaweza kukuinua ukafurahia baraka, ukafurahia uwezesho wako, ukafurahia yani kuinuliwa, kupendeza, kufadhiliwa. Mungu akakupa kazi, akakupa watoto, akakupa mifugo, akakupa gari, akakupa nyumba. Lakini kumbe wengine, watu wako wa karibu, hawafurahi. Wanatafuta ni jinsi gani watakavyoweza kukutoa kwenye lile uliloandaliwa. Basi tuone hapa kwenye Danieli 6:16 kilichomtokea Danieli. Basi mfalme akatoa amri na wakamleta Danieli, wakamtupa katika tundu la simba. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Mungu wako unayemtumikia daima, yeye atakuponya. Likaletwa jiwe likawekwa kwa mdomoni mwa lile tundu, naye mfalme akaliitia muhuri kwa muhuri yake mwenyewe na kwa muhuri ya wakuu wake, lisibadilike neno lolote katika habari za Danieli. Kisha mfalme akaenda nyumbani kwake, akakesha usiku kucha, akafunga na vinanda havikuletwa mbele yake, na usingizi wake ukampaa. Asubuhi mfalme akaondoka mapema, akaenda kwa haraka mpaka penye lile tundu la simba. Naye alipolikaribia lile tundu, akamlilia Danieli kwa sauti ya huzuni. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Danieli, mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako unayemtumikia daima aweza kukuponya na simba hawa? Ndipo Danieli akamwambia mfalme, mfalme uishi milele. Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye ameyafunga makano ya simba, nao hawakunidhuru, kwa kuwa mbele zake mimi nalionekana kuwa sina hatia. Tena mbele yako, mfalme, sikukosa neno. Basi mfalme akafurahi sana, akaamuru wamtoe Danieli katika lile tundu. Ndipo Danieli akatolewa katika lile tundu, wala dhara lolote halikuonekana mwilini mwake, kwa sababu alikuwa anamtumaini Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Mshangilie Bwana, mtu wa Mungu. Hapa tunaona Danieli alivyodhulumiwa na manaibu na mawaziri, akahukumiwa kwa neno lake mwenyewe la Mungu wake, ikabidi atupwe kwenye tundu la simba. Na kwa sababu ile ilikuwa ni sheria ya nchi ya Warumi na Wamedi, mfalme asingeweza kukata. Japokuwa alikuwa anamfahamu Danieli kwamba ni mtu wake wa karibu na ni mwaminifu, akakubali, akatumbukizwa kwenye lile tundu la simba, ambao waliwekwa siku 6 bila chakula ili wawe na njaa kali. Lakini kama wewe jiweke kwenye nafasi ya Danieli, ni wewe ni Daniel. Daniel labda pengine akili yake alipoambiwa aache kumwabudu Mungu wake, amwabudu Mungu wa sanamu, aliona kwamba kwanza Mungu, kwa sababu namtegemea Mungu, nikifika pale Mungu atabatilisha usemi wake. Akabatilisha usemi wake, asitapelekwa kwenye hiyo adhabu aliyonipeleka. Lakini alishtuka, ameshapelekwa kwa Dario, ameshafikishwa na amehukumiwa, na saini imewekwa atumbukizwe kwenye tundu la simba.
Mimi nao tungewaza kwamba huu ndo mwisho wangu. Siwezi kutoa kwenye tundu la simba wenye njaa siku 6 nitumbukizwe alafu niweze kubaki. Hapa ndio mwisho wangu. Akasema basi kama ndio mwisho wangu, Mungu wangu nipokee. Lakini cha kushangaza, Daniel akatumbukizwa kwenye shimo na shimo likawekwa jiwe kubwa. Wale simba malaika wakashuka wakashika ile midomo yao, yale makano yao. Simba wakazubaa wakamtazama Daniel hivi tu. Hawakuweza kufungua mdomo wao wamdhuru Daniel. Daniel nafikiri kwenye shimo alikuwa anamwambia Mungu, wewe unaniona na unajua uaminifu wangu, lakini sikujua kama ningefika hapa bila kuliwa. Cha ajabu ni kwamba siku zile zote Daniel aliweza kule kwenye shimo, simba hawakumdhuru. Sasa ili kujua kwamba umkumbuke Mungu pale alipokutoa, Daniel, Mfalme Dario alikuja asubuhi kuja kumwambia Daniel, Mungu wako unayemtegemea ameweza kukuokoa. Alishangaa sana kusikia Daniel anamwambia mfalme, uishi milele. Mungu wangu ameniokoa, amewatuma malaika wakashika makano ya simba wasinidhuru, na mimi niko hai, na hata kwako nilikuwa sina kosa. Kwa Daniel alikumbuka matendo makuu Mungu aliyomtendea ni ya ajabu, na hata mfalme akatetemeka, akaona kweli ni ajabu, hakuliwa na wale simba. Kweli Mungu wa Daniel ni Mungu kweli, Mungu aliye hai. Kwa hiyo mtu wa Mungu, mimi na wewe tuwe na tabia ya kukumbuka, tuwe na desturi ya kukumbuka ni wapi Mungu alikokutoa, na alipokutoa ulimfanyia nini, na alipokutoa ulimkumbukaje, ulimshukuru, ulimtukuza, ulimuinua, ulimshangilia. Utaona wapo watu wengi ambao walitendea maajabu wakatunga hadi wimbo. Hana alipopata mtoto, ukisoma kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza, alitunga wimbo wa sifa. Akasema, Mungu ni pembe yangu, we Mungu ni mfalme, we Mungu ni mtakatifu. Umemkumbuka mjoli wako, umemkumbuka maskini mimi niliyejidhili nisiyekuwa na chochote. Umenikumbuka ukajibu ombi langu ukanipa mtoto wa kiume. Je, wewe na mimi tunakumbuka mambo ambayo Mungu ametutendea, au tunaona kwamba kwa sababu yametendeka basi ni akili zangu au ni maombi yangu au ni nguvu zangu nilizotumia kwa nguvu sana, niliomba kwa bidii sana? Uwezi kuomba kwa bidii sana pasipo neema ya Mungu ukafanikiwa, mtu wa Mungu. Na haya uliotendewa unapoyakumbuka, Mungu anakumbuka, mbingu inafurahi, mbingu inashangilia. Malaika wanasema, namsikieni mwanao uliyemtendea hivi, amekukumbuka leo, anakushangilia, anasema wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu mzuri, wewe ni Mungu unayejali, wewe ni Mungu unayeniinua, wewe ni Mungu usiyefananishwa, wewe ni Mungu wa sifa, wewe ni Mungu mtakatifu, wewe ni Mungu usiyekuwa na mwisho. Unapomwambia Mungu, anaona kupitia tu lile alilokutendea, basi mbingu zinaacha baraka, unaendelea kutendewa tena. Shangilie Mungu, mtu wa Mungu, kwa ajili ya neno lake. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unapotendewa liwe kubwa liwe dogo, jifunze kumshukuru Mungu. Jifunze kumshukuru Mungu na kulikumbuka, kwa sababu hutaweza kumshukuru mwambie Mungu nakushukuru kwa ajili umemtendea, na hata ukimkumbusha Mungu anafurahi zaidi. Wanasema nikumbushe au nishukuru ukitaja yale niliyokutendea. Si vibaya ukamwambia Mungu, nilikuwa nina kesi ukaniokoa. Mungu, nilikosa mtoto ukafungua tumbo langu ambayo sikutegemea. Mungu wangu, nilikuwa maskini, Yesu umeniwezesha jinsi nilivyo, wewe umenipa Bwana. Ninakushukuru Mungu, mali hii na hii na hii wewe umenipa. Anasema kumbe nakumbuka hata nilivyompa mpaka na vihesabu kwa majina. Unaongezewa maradufu. Na sheria ya kukumbuka uliotendewa inakufanya usirudie dhambi, inakufanya usirudie kosa, inakufanya ukimkumbuka Mungu tu, ukisikia jina la Mungu unatetemeka na kuogopa. Kwa sababu kwa mfano labda ashakupaka kama Daniel alivyopewa hiyo adhabu na mfalme Dario ya kutumbuzwa kwenye shimo la simba, angevunja mifupa yake yote, aliwe kama paka anavyoliwa. Lakini Mungu alifanya kitu cha ajabu sana, akashusha malaika wakasimama katikati yake, wakakamata yale makano ya simba hawakuweza kufungua mdomo. Hayo ni maajabu ya Mungu aliyokutendea. Jambo kama hilo hata sisi tumetendea makubwa kuliko yale ya Daniel katika maisha yetu, kwa sababu hata kuwa hai ni neema ya Mungu, hata kuzaliwa ni neema ya Mungu, hata maisha unayoishi, kazi unayofanya, maisha ulionayo, iwe ni kijijini iwe ni mjini, ni Mungu amekutendea ukaishi jinsi unavyoishi. Na leo hilo pia unaweza kumshukuru Mungu, kumwambia Mungu, tazama, nilikuwa mdogo, sasa nimekuwa ni mtu mzima, nilikuwa ni mtoto, sasa mimi leo ni mama, nilikuwa binti, Yesu sasa hivi mimi ni mzee. Mungu, ninakushukuru kwa sababu umenipa zawadi ya maisha, zawadi ya siku, zawadi ya utele, na hata hayo niliyopita nayo ujana wangu, utoto wangu, uliniokoa na yalikuwa makubwa. Kwa hiyo jifunze kukumbuka Mungu amekutoa wapi,
Mungu amekuheshimishaje? Mungu amekuwezeshaje? Mungu amekuokoaje? Mungu alikutoa wapi? Mungu alikuweka wapi? Hivyo ulivyo si kwa sheria yako, wala si kwa mamlaka yako, wala si kwa nguvu zako. Na labda ndio maana tunabaki tunapopata baraka mmoja. Umejenga nyumba tu, unakaa nayo miaka 20. Hujabadilisha hata ya wapangaji, hujabadilisha hata ramani ya ile nyumba, hujaongeza chochote. Yamkini unapopata ile baraka mmoja, unaupata, unaridhika nao, unaukubali, unatulia kimya. Mimi Mungu alishanipa nyumba inatosha. Kwanza mimi ndo nilijitahidi nikaomba sana, na hata sitaji kuomba sababu natoka nyumbani kwangu. Lakini kumbe ulipaswa kuwa na watoto wasome, watoto wawe na kazi nzuri, ulipaswa kuwa na viwanja vingine, ulipaswa kuwa na gari, ulipaswa kuwa na biashara nzuri, ulipaswa kuwa na kazi nzuri, ulipaswa kumjua Mungu kwa viwango vya juu kupitia ile baraka. Lakini hatutambui, hatujui kwa sababu hatukumbuki wapi Mungu alipotutoa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, jitahidi, na kama hukufanya hivyo, anza sasa. Kwa kama hawa watumishi wa Mungu waliomkumbuka Mungu baada ya matendo yao makuu. Na hata sisi tumetendewa zaidi ya hayo. Kwa vile hatukumbuki au tunaona si ni akili zetu. Kama tuliona ni akili zetu, sasa tuachane na hilo, tuanze sheria mpya, majira mapya, nyakati mpya ya kukumbuka matendo makuu ya Mungu aliyotutendea, tumshukuru na kumsifu na kumtukuza na kuliinua jina lake. Mtu wa Mungu, mshangilie Bwana. Sifa na utukufu mrudishie Mungu. Basi mtu wa Mungu, tuendelee kujifunza neno la Mungu, tuendelee kujifunza sheria za Mungu, tuendelee kuliishi neno la Mungu, tuendelee kuishi mapenzi ya Mungu, tuendelee kuishi kusudi la Mungu. Mungu anapendezwa na shukrani. Mungu anapendezwa na unapomsifu katika yale aliyokutendea, unapomsifu katika yale aliyokupa. Yale aliyokupa ni njia ya kukuongoza uweze kubarikiwa zaidi. Mungu hana mipaka ya baraka. Mungu hana mipaka kusema kwamba nimebarikiwa hapa ni basi hata barikiwa tena. Angalia Mfalme Suleiman, alibarikiwa mpaka akawa mali zile zake hazijui tena ziko wapi au zinafanyaje kazi. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tumkumbuke Mungu alikotutoa, tuweke ndani ya akili zetu, tumshukuru, tumuhimidi, tumuinue, tumtukuze na kumshangilia. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Inua mikono yako juu, inama kichwa chako chini, tumshukuru Mungu. Baba wa milele, tunakushukuru Baba. Tunakushukuru kwa neno lako. Tunakushukuru kwa utukufu wako ulioachilia. Tunakuomba Mungu, neno hili libadilishe mioyo yetu Bwana. Kila tunapolikumbuka Yesu, tukukumbuke wewe, tukutukuze wewe na kukushangilia. Ili tuzidi kukujua, tuzidi kukuona katika maisha yetu ya hapa duniani. Ili hata maisha yetu yatakapokuwa mazuri, utuandalie maisha ya baadaye ya umilele kule mbinguni. Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Tumshangilie Bwana.